sasa hivi uwekezaji uliokusha kuwekwa hapa Babati kwa maana ya kampasi yetu hii inafanya kampasi hii kuwa moja kati ya miradi mikubwa zaidi katika mkoa mzima wa Manyara kwa maana ya serikali. Na utakapoongezewa hizi bilioni 13 za mradi wa HIT, nadhani utakuwa ndio mradi mkubwa zaidi toka uhuru kwa maana ya mkoa wa Manyara. Na sasa kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli hizi ni jitihada za serikali kuonesha mapenzi na kutambua kwamba mkoa huu kidogo kwenye elimu ya juu kwa maana nyuma kidogo, na sasa serikali imeelekeza nguvu zake kuhakikisha kwamba inarekebisha hilo na kuhakikisha wana Manyara hawaachwi nyuma katika swala za maendeleo. Tunaomba nichukue nafasi hii mshukuru sana Mheshimiwa Rais na timu yake, waziri wetu, timu nzima ya serikali ambao wamekuwa wakisimamia vizuri na kuhakikisha kwamba mkoa huu, chuo hiki kinafikisha huduma ya serikali katika mkoa wa Manyara. Mheshimiwa mgeni rasmi, huu mradi kuna faida nyingi tu ambapo nadhani mtu yote ambaye ukiangalia uwekezaji wa sekta ya umma unaona kuna ule faida za moja kwa moja kama zile hela zitakapoingia hapa, barua kadha wa kadha. Lakini huko mbeleni tutaendelea kukuza elimu. Maktaba itakayojengwa hapa itakuwa ni maktaba kubwa zaidi katika mkoa huu, na maabara zile za kompyuta kwa maana computer labs zitakuwa ni kubwa zaidi katika mkoa huu. Kwa hiyo itatoa nafasi sio tu kwa wanafunzi wa IAA lakini wanafunzi wa vyuo vingine kuja kutumia maabara hizo na maktaba hizo. Wanafunzi wa shule za sekondari, tushaongea na campus manager kwa kipindi cha Jumamosi, shule za sekondari zilizoko karibu za msingi zile zinakuja zinaweza kutumia maabara zetu. Sababu hizo ni uwekezaji wa serikali na wananchi na serikali. Kwa hiyo mzuri tukazitumia kwa pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu tu ya muda, naomba tuniseme kwamba sisi tunafurahi sana kuwepo hapa. Toka tumeanza kufanya operation zetu hapa, ofisi za serikali zote kuanzia ngazi ya mtaa mpaka mkoa, kwa kweli wametupokea vizuri. Kwa maana ya chuo hiki kwetu sisi tukizungumzia wilaya yetu ya Babati, mkoa wa Manyara makao makuu ni wilaya ya Babati. Lakini kimkoa kama ulivyosema, hiki ni chuo kikuu cha kwanza kuwahi kutokea mkoa huu. Kwa hiyo kina maana kubwa sana, na kwa kweli naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa utashi na moyo wake na kwa kuamua kwamba sasa ajenda yake yeye maendeleo ni ajenda ambayo anayafanya kwa vitendo, na kupitia Wizara ya Elimu mambo haya yanawezekana. Na nimeambiwa hapo kwamba hizi fedha ziko kama bilioni 48. Lakini sisi kwetu kama campus ya Babati tuna bilioni 13 point. Ni fedha nyingi sana. Kama ulivyosema mkuu wa chuo, tunaweza kukusanya miradi mingi sana ya maeneo mengine na halmashauri zetu tukaipata bilioni 19. Inaweza kuwa ni miradi ambayo inatekelezwa kwa mwaka mzima. Yaani shule, afya, wapi tukachukua madarasa, tukachukua vituo vya afya tukaunganisha, tukakutana na bilioni 19. Kwa hiyo ni fedha nyingi sana kuingia kwenye mzunguko wa fedha kwenye maeneo yetu. Kwetu sisi tuna feel privileged na tunaona ni bahati kubwa kupata mradi huu. Na kama angelikuwepo hapa mheshimiwa mkuu wa mkoa mwenyewe, naamini angeweza kuzungumza vizuri sana namna ya kuzungumzia mradi huu. Lakini kwa sababu huko kwenye maeneo yake, ni imani yangu kwamba atapata fursa wakati mwingine kuja kuona, lakini pia kuzungumza na uongozi wa chuo hiki. Lakini pia kuona haya yanayoendelea, sio mara moja anakuja hapa, mfika mara nyingi. Lakini kwenye hili kubwa ambalo linakuja kufanyika leo la kuongezeka kwa majengo muhimu sana, na baada ya safari ndefu kama mkuu wa chuo alivyosema kwamba leo sasa tunafanya maneno yao kwenye vitendo ya kukabidhi site kwa mkandarasi, hili ni jambo kubwa sana ambalo hata yeye alikuwa anatamani sana kuliona. Kwa hiyo mimi ni kupongeza pamoja na kupongeza serikali kwa fedha, kuleta fedha hapa kwa ajili ya mradi huu. Lakini kwa mkoa wa Manyara ni mradi wenye maana kubwa kwa sababu faida ni nyingi sana. Hapa tunapotekeleza huu mradi tunatarajia kwamba wauzaji wa vifaa vya ujenzi watanufaika na fedha hizi. Lakini pia hapa sasa hivi tunao watu wanatuuzia chakula, mama ntilie hapa chuoni, lakini na maeneo yanayozunguka chuo. Ongezeko la watu limekuwa kubwa hapa mjini.
tafsiri yake ni kwamba mzunguko wa fedha unakuwa mkubwa pia. Watu watakuwa wanaishi huko, wanafunzi wengine wanakaa huko mtaani, lakini pia na watumishi. Nyumba za kupangisha zinaongezeka siku hadi siku na zinajaa. Maana yake wanaokutakiwa kukaa wapo. Wito wangu ni kwa jamii inayozunguka hili eneo. Kwa maana viongozi wa mtaa huu, kamati na wanajamii wote wanaozunguka maeneo haya, sisi tuwe sehemu ya marafiki na watunzaji wa miundombinu ya eneo hili kwa wivu mkubwa. Tutunze maeneo haya kwa wivu mkubwa sana. Lakini pia kwa mkandarasi ambao sasa leo tutakukabidhi site. Mkuu wetu wa mkoa ni mtu wa speed na viwango. Angekuwepo yeye mwenyewe hapa, kuna maneno angeyazungumza kwa mkandarasi. Kwa sababu ni mtu tunafanya naye kazi, tunafahamu speed yake. Ni mtu ambaye yuko speed sana. Kwa hiyo anatamani sana kuona miradi yake ambayo hasa leo mmemwalika kuja hapa inakimbia na inaenda kwa wakati. Miezi 12 sio miezi mingi kwenye shughuli kama hii. Na kwa hiyo tunatarajia kwamba mkandarasi ataenda kutendea haki fedha hizi na malengo ya serikali, kwamba tunamaliza ndani ya kipindi cha miezi 12 na mradi uishe ndani ya miezi 12. Na kwa sababu tumepewa hapa, kwa chuo alikuwa anasema tupite mara kwa mara, na kwa kweli tutapita. Na tunataka kuona kabisa kwamba dhamira ile ya kuleta fedha hapa inatimia, kwa kuhakikisha kwamba mradi unatekelezwa kwa wakati na kwa viwango. Tumejipanga katika utekelezaji kwa kuweka watu wa kutosha, vifaa vya kutosha na fedha zipo za kutosha, na ujenzi utakamilika kwa wakati, kwa sababu mipango kazi na muda wa kufanya kazi utakuwa mzuri na rasilimali zote za kufanya kazi zipo. Na nadhani labda kuna kikwazo chochote au umeshasaini fedha mshachukua kwa kiwango gani mpaka sasa? Tumepata advance payment, iko kwenye process kwa taratibu zile zinavyofaa, lakini kazi itaanza mapema kabla utaratibu ukiendelea. Cleopa Mwinyi, afisa usafirishaji wa pikipiki ya magurudumu matatu. Kwanza mimi nipongeze serikali kuleta mradi kama huu Manyara, kwa sababu ni mradi ambao ni mkubwa sana, lakini pia sisi kama maafisa usafirishaji tunanufaika na chuo kama hichi, kwa maana ya kwamba sasa tunaona kabisa mji wetu sasa unakuwa, yaani Manyara inapaa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu sasa hivi ongezeko la watu limekuwa kwanza kwenye mji wa Babati, kwa maana ya kwamba sisi kama wasafirishaji tutapokea wageni na kuwapeleka katika maeneo kama hii ya chuo. Kwa hiyo kwetu sisi pia ni fursa kubwa sana, kwa maana ya kwamba mshindwe wenyewe, yani tushindwe sisi wenyewe kwenye kufanya kazi. Kwa hiyo tumpongeze pia Mama Samia kwa shughuli ambayo ameifanya kwa kutuletea mradi kama huu mkubwa, na ni mradi mkubwa sana. Mradi wa bilioni 13 sio mradi mdogo, ni mradi mkubwa sana, hatujawahi kuupata, na unafanyika katika eneo ambalo ni la makao makuu ya mji wetu wa Manyara ambao ni Babati. Kwa hiyo tuipongeze sana serikali kwa kitu ambacho imekifanya. Tutamshukuru sana. Labda mbinu gani tutazitumia kuhakikisha kwamba mnapunguza uhalifu, kwa sababu uhalifu upo huko kwenu mliko, kwa wanachuo ambao wataanza masomo hapa au wataendelea kusoma hapa? Kwanza tutashirikiana na jeshi la polisi kwa ajili ya usalama na viongozi wa mtaa huu pamoja na serikali kwa ujumla, kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaosoma katika chuo hichi wanakuwa katika hali ya usalama kwa ujumla. Kwa hiyo sisi tuko karibu sana na uongozi wa chuo pamoja na serikali na jeshi la polisi na vyombo vyote vya usalama katika mkoa huu. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba watu wote wanaokuja kusoma katika maeneo haya wanakuwa katika hali ya usalama.